Karibu sana katika mjadala wetu wa leo ambapo tunazungumzia kwa kina nafasi ya mchango wa VETA, mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi nchini Tanzania, katika kukuza ajira na ustawi wa vijana. Mjadala huu unakuja wakati VETA inaadhimisha miaka 30 tangu kuanzishwa kwake, ikiwa ni taasisi iliyolenga kuwapatia vijana ujuzi wa vitendo unaowawezesha kujiajiri au kuajiriwa. Wiki iliyopita na wiki hii, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa aliongeza msisitizo kwa kuwataka wahitimu wa vyuo vikuu kutafakari kuhusu kujifunza pia ujuzi wa VETA ili kuongeza ushindani wao katika soko la ajira. Kauli hii imeibua mjadala mkubwa nchini kuhusu nafasi ya elimu ya ufundi katika mfumo mzima wa elimu, na kama kweli elimu ya juu inatosha kumwezesha kijana kujitegemea bila ujuzi wa vitendo. Katika mjadala wa leo nimewaalika wanafunzi wa vyuo vikuu, vyuo vya kati na wahitimu wa VETA kujadili kwa kinagaubaga hasa kuhusu swala hili. Wanafunzi wa vyuo vikuu ni kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania Sauti, upande wa Mwanza. Pasina shaka nipo na Joseph Gervas, lakini pia nipo na Mariam Faki. Tukija vyuo vya kati nimemwalika hapa Bravius Joas kutoka chuo cha Tabora Polytechnic College, lakini pia nipo na mhitimu wa VETA, yeye ni bwana Mzee Hamis ambaye amehitimu VETA kutoka kule Tanga na sasa hivi anafanya shughuli zake baada ya kuhitimu mafunzo yake huko VETA. Pasina shaka nikualike sana, na leo hii utakuwa nami Jerome Robert. Karibuni sana. Basi ningependa tu kwanza kabisa kwa ninyi ambao tayari mmehitimu VETA, nianze na Mzee Hamisi. Mmepokea vipi kwanza hii kauli iliyozungumza na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Yaani umuhimu wa kusoma ni bora, lakini ukisoma kama hivyo ambao wamesoma hao vyuo vikuu hivyo vya pengine, lakini na vyuo vya VETA muhimu sana, kwa sababu utakaposomea fani, imagine ukiingia labda umesoma kwa kingine umeingia jeshini, lakini ukiwa una fani bado ajira yako inakuwa iko vizuri zaidi kuliko mtu ambaye kasoma tu kitu kingine hakuwa hana fani yote kaingia jeshini. Okay, shukrani sana. Nije kwa wenzetu ambao wako Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino. Joseph Gervas, kwa upande wako kama mwanazuoni wa chuo kikuu umepokea vipi? Alafu tutakuja kwa Mariam Faki. Asante sana Jerome Robert kwa nafasi hii. Kwanza kabisa kauli ya Waziri Mkuu kuhusiana na wanafunzi wanaosoma vyuo vikuu kwenda kupata mafunzo ya VETA nimechukulia kwa namna nzuri, lakini pia kwa upande mwingine nimechukulia kwa namna ambayo mimi kama mwanachuo naona sasa inanikatisha tamaa, naweza nikasema hivyo, kwa sababu nikianza na katika namna ambayo nasema inakatisha tamaa ni kwamba tangu mtu unaanza darasa la kwanza, darasa la pili mpaka unafika elimu ya juu, maana yake kuna kitu unakipata, unakitafuta, na unachokitafuta ndio unachokisoma. Sasa unapokuwa unasoma, maana yake kuna kitu umekilenga, unataka kukipata. Kwa mfano huku vyuo vikuu kuna kozi zipo. Mimi binafsi ni mwanafunzi wa mass communication, uandishi wa habari na mawasiliano kwa umma. Kwa ninachokisoma maana yake ndio nikimaliza chuo basi hata ajira nitaingia katika tasnia hiyo. Lakini kauli ya Waziri Mkuu inapokuja na kusema kwamba ama inatoa msisitizo wa sisi wanavyuo tukimaliza tupate pia mafunzo ya VETA, naweza nikasema sio sawa, kwa sababu kile ninachokisoma ndio natarajia nipate kazi ama nipate ajira kupitia hicho. Na hii inaonyesha wazi kwamba elimu ya vyuo vikuu haina nafasi tena katika kuhakikisha Watanzania wanaweza wakapata ajira kupitia hivyo, na inadogosha kweli kweli hasa elimu hizi za vyuo vikuu. Lakini nikija katika upande wa pili, kauli ya Waziri Mkuu naweza nikaielewa, kwa sababu ukiangalia VETA ni kweli na ni jambo ambalo hamna anaweza akapinga kwamba ni sehemu ambayo watu wengi wanaopitia wakimaliza mafunzo moja kwa moja wanaingia kwenye mfumo wa ajira, tofauti na watu ambao wanamaliza vyuo vikuu kama hivyo, wakimaliza wanasubiri muda mrefu, wanasubiri muda fulani upite ndio watafute ajira, jambo ambalo ni tofauti na VETA. Kwa hiyo namuelewa Waziri Mkuu kwa picha hiyo kwamba mtu akimaliza chuo kikuu wakati pengine anataka kufahamu jambo jingine lolote, anaweza akaingia VETA kupata mafunzo. Kwa mfano kuna mafunzo ya udereva. Mafunzo ya udereva hayahitaji muda mrefu. Ni mtu binafsi yeye mwenyewe anaweza akakaa kaona kwamba sijui kuendesha gari, ngoja niende VETA nikapate mafunzo ya kuendesha gari,
akapata mafunzo yake kwa muda fulani, na mwisho wa siku akawa na ujuzi wa udereva, na anaweza akapata ajira kupitia udereva. Lakini sio kama chuo kikuu kwamba mtu akimaliza lazima akae muda mrefu, akae muda fulani ili mwisho wa siku ndio aingie kwenye asante sana Joseph Gervas. Mariam Fakir. Naam, kwa upande wangu kama sitofautiani sana na Joseph kwamba alichokiongea waziri mkuu kuna namna kinafatisha tamaa upande fulani, kwa sababu mtu wakati kipindi chote anasoma tangia darasa la kwanza mpaka anahitimu kidato cha 6 mpaka anakuja chuo tayari ni ameshaiseti akili yake kwamba nikimaliza hapa naenda kupambana na ajira. Lakini anapomaliza chuo unamwambia arudi tena VETA, inakuwa kama unamkatisha tamaa upande fulani, kwa sababu VETA zinatofautiana. Kuna baadhi ya VETA zinamrudisha tena mwanafunzi kuvaa uniform kama alivyokuwa anavaa alivyokuwa anasoma kidato cha kwanza cha pili, unapanga asembo. Yani ni kama ni maisha fulani ambayo anarudi stage ya nyuma. Alafu unakuta kuna baadhi ya watu wanamaliza chuo umri umeenda, yani anaonekana mkubwa, hapo mrudishe tena kuvaa uniform, inakuwa ni kipengele kidogo. Kwa kuna namna itavunja moyo watu, mtu anaona ni bora akimaliza form 4 aende VETA kuliko kujisumbua kupita kidato cha 6 kuja chuo afu mrudishe VETA. Lakini kwa upande fulani pia ina faida, japo ni ndogo, yani ni ndogo, kwa sababu si kila mtu atakubali kwenda VETA, na atakayeenda, yani si kwamba kila atakayeenda VETA kusomea udereva akirudi pia atapata hiyo nafasi. Tunakusudiria pia. Kwa kuna namna serikali ni bora waandae yani utaratibu ambao ni wa kupata protocol, sio tu unaamka unatangaza kwamba wanafunzi wakimaliza kidato cha 6 waende VETA. Tunataka kuangalia Naam, shukran. Tutakuja kujadili zaidi hapo namna gani ama nini kifanyike. Bravios Joas, kwa upande wako vyuo vya kati huko, pasina shaka wewe una maoni gani juu ya kauli hii? Kwanza nishukuru sana Bwana Jerome. Unajua hili swala lina mitazamo tofauti kwa baadhi ya watu, na ndio maana unaona kila mtu anatoa mawazo yake kulingana na anavyoliona. Lakini kwa upande wangu mimi nafikiri kwamba yuko sahihi kusema hivyo, lakini kwenye swala la muda hapo ndo watu wanaweza kawa wanapata mkanganyiko kwamba pengine kwa nini haikutolewa mapema ili mtu awe anajua, na hapo watu ndo wanapata shaka. Lakini ukija kwenye uhalisia, kwanza hii ndo tafsiri halisi ya kwamba elimu haina mwisho, kwa maana unaposoma kwenye elimu hii ya kawaida unategemea kwamba ukimaliza utaenda kuajiriwa, lakini kumbuka kwamba hata unaposoma huko sio kila mtu atamaliza atapata ajira. Vivyo hivyo kwa VETA, hata ukienda VETA unaweza ukamaliza ukahitimu ukajiajiri mwenyewe au ukaajiriwa, lakini pia vivyo hivyo unaweza ukahitimu VETA usijiajiri wala usiajiri. Kwa hiyo haya masuala kwa mtazamo wangu mimi nadhani kuna muda yanategemeana, kwa sababu unaweza kusoma elimu ya kawaida ukamaliza, lakini kwenye maisha, kwenye uhalisia wa maisha unayoishi yakakuhitaji uwe na ujuzi kuhusu kitu fulani. Kwa hiyo hapo unaona kwamba unapopitia kule pengine VETA inapeva zaidi kwa sababu haitumii, kuna sehemu zingine unakuta haitumii muda mrefu kama ilivyo hii elimu nyingine. Kwa hiyo unaweza ukatumia muda mfupi kuweza kupata ujuzi na ukakusaidia pia, kwa sababu hii inasaidia unapopata elimu ya kawaida lakini pia ukaongezea na ufundi. Kuna namna ambavyo akili inapanuka, lakini pia unakuwa na uelewa wa vitu vingi. Sio tu kuwa na uelewa wa kusikiliza au wa kujua kitu, ni uelewa pia wa kujua kitu na kukielewa na kukifanya pia. Kwa hiyo inaweza ikawa pia ni chati ya kukufungulia riziki kwenye sehemu zote mbili. Unaweza ukawa unapata matunda uliyoyapata kutoka kwenye elimu ya kawaida, lakini pia ukapata matunda kutoka kwenye elimu ya VETA. Lakini kwenye swala la muda, kulingana na muda ambao kauli hii imetolewa, nafikiri ndio maana watu wengi wanapata dauti kubwa. Lakini kuna baadhi ya wengine ukisikiliza hata huku kuna wanaolichukulia kwenye mtazamo hasi, lakini kuna wengine ambao wanalichukulia kwenye mtazamo chanya. Lakini kwa upande wangu mimi nafikiri ni jambo zuri na ni la kunufaisha pia. Asante sana Bravios Joas.
Nirejea kwa mzee Hamis. Basi na shaka serikali na niweke sawa tu kwamba Waziri Mkuu Majaliwa amehimiza zaidi wahitimu wa vyuo vikuu kujifunza pia ujuzi. Ni kama ushauri na sio jambo la lazima watu kwenda kujifunza ujuzi VETA ili walau kujiimarisha katika ushindani wa ajira. Na hasa kauli hii inakuja ikiwa tu ni kuhakikisha kwamba basi tunaimarisha upatikanaji wa ajira hapa nchini Tanzania, hasa kwa vijana ambao imekuwa ni wimbo wa usiku kucha pasina shaka. Mimi mzee Hamisi, je, unaona tamko hili ni dalili kuwa elimu ya juu haikidhi matarajio ya soko la ajira kwa sasa hapa nchini Tanzania? Hapana. Mimi nilichokiona, Waziri Mkuu alichokiona ni kuongeza tu ulichonacho, kutoka ulichonacho hicho ulichopata upate chengine zaidi, kwenda kikawa ndo kimekusaidia zaidi, kikawa msaada wako baada ya kusoma hicho. Ukiwa navyo viwili, ina maana hicho ukiwa nacho na hicho ukiwa nacho kimoja, huenda kikawa msaada wako mkubwa baada ya kumaliza haya masomo yote. Lakini isitoshe pia, kama labda umesoma umemaliza, lakini pengine utachukua muda mrefu kusubiri ajira, muda huu ukautumia kwenda kusoma kitu kingine ambacho kitakuwa msaada mbele, itakuwa hujaharibu kitu. Kwa kubwa utakuwa umejitengenezea future zaidi, utakuwa katika wakati mzuri. Kwa maana yako kwamba watu wamepokea kwa namna tofauti, sivyo ambavyo ilimaanishwa? Kwa maelezo yalivyo ndio hivyo, lakini haikuwa lazima hii kusoma. Ilikuwa kama maoni tu, katoa maoni kwa wafanya watu wajiongezee kitu kutoka walichonacho kupata chengine. Mariam Faki, pasina shaka ulizungumza kuhusiana kama kauli hii ama ushauri huu basi unakatisha tamaa kwa wanafunzi wa vyuo vikuu. Pasina shaka unakubali kwamba hii ni dalili kuwa elimu ya juu haikidhi matarajio ya soko la ajira hapa nchini kwa sasa? Kwa upande fulani naweza kusema ni hivyo, kwa sababu tukiangalia wahitimu ambao wamemaliza vyuo vikuu wapo mtaani. Kwa yani ni namna ambavyo serikali imechukua maamuzi ama imetoa wazo kuonyesha ni kwa namna gani watu wanatakiwa wajiongeze, jambo ambalo kwa upande fulani ni ngumu. Maana unakuta yani ni ngumu kiufupi, kwa sababu tukiangalia msingi wa elimu ya Tanzania, mtoto tangia anapoanza mpaka kufikia kidato cha sita haimjengei kujitafutia ajira mwenyewe. Ukiangalia mitaala ya elimu na elimu husika ambayo inatolewa, labda tukiangalia kwa mitaala na sera ya elimu ulioanzishwa tuone itakuwaje, lakini kwa msingi wa elimu wa Tanzania haimjengei mwanafunzi kujiajiri mwenyewe. Kwa hiyo ni vyema kama ukihitimu basi umekaa nyumbani uende VETA. Na so kila mtu atakuwa na uwezo wa kujisomesha VETA. Kuna watu mpaka anasoma anafika chuoni ni wazazi wamepambana, na ukiangalia labda anapata na mkopo kutoka kwa serikali. Kwa kuja kumwambia tena mzazi nimemaliza chuo nipeleke VETA, unakuta kuna baadhi ya wazazi hawezi kumudu hilo. Kwa pia ni changamoto nyingine. Joseph Gervas, kwa upande wako unasemaje? Ni kweli elimu inayumba ya vyuo vikuu? Swala hilo Jerome linaweza likatafsirika hivyo, kwa sababu japokuwa wengi ndio wamesema, na ni kweli Waziri Mkuu alikuwa akitoa ni kama sehemu ya maoni, lakini inaweza ikatafsirika hivyo kwa sababu mpaka tuna mfumo wa elimu ambao unaruhusu watu kufika vyuo vikuu, maana yake kuna kitu tunatarajia tukipate kutoka kwao. Sasa mwisho wa siku tunapoanza kuonyesha mfumo huo kwamba hauna ama hauwezi ukatupatia watu hawa ambao tunawahitaji, na kuanza kuangalia upande mwingine au ngazi ya chini ambao ndio VETA yenyewe, maana yake ile ngazi ya juu ambao ni chuo kikuu sasa haina nafasi tena ya kutoa watu ambao wanaweza wakatupatia yale ambayo tunakuwa tunatarajia kama taifa. Kwa hiyo mimi ukiniuliza tena hivyo, nasema ni kweli inaonekana mfumo huu wa elimu ya juu, wanafunzi kufika vyuo vikuu, bado kuna mazao ambayo hayapatikani na ambayo yanatarajiwa. Okay, asante sana. Bravius, unaungana na wenzako hapa? Naungana nao, lakini nilitaka nigusie kitu kimoja kwamba hata huku kwenye vyuo vya kati kuna wale ambao wapo huku lakini wana matarajio ya kuendelea kufika vyuo vikuu,
lakini pale anaposikia hali au matangazo kama hilo anaweza akakata tamaa kwa namna moja ama nyingine. Lakini hii nafikiri inatokea pale ambapo mtu alikuwa na matarajio yake binafsi kwamba nikisoma kutoka sehemu moja mpaka sehemu hii tayari kikomo changu, au hata yule anayenipa support anaweza akawa ameishia hapo. Kwa hiyo ndio unaona watu wengi wanadoubt kwamba pengine elimu ya vyuo vikuu ni kama inaelekea kushushwa thamani. Lakini ukija kwenye kile ambacho alikuwa amekilenga waziri mkuu, nafikiri utamuelewa na utajua kwamba pengine alilenga nini. Ukija kwenye faida za vyote viwili kwa upande wa VETA pamoja na hiyo elimu ya kawaida, nafikiri ni jambo tu. Na asante sana Mzee Hamisi. Katika maadhimisho ya miaka 30 ya VETA imeelezwa kuwa zaidi ya vijana milioni 1 wamepata mafunzo ya ufundi hadi sasa. Je, unadhani kwamba mfumo huu unaleta matokeo chanya ya ajira kwa vijana au bado kuna changamoto kubwa pia? Changamoto bado zipo kubwa tena nyingi tu, kwa sababu kama waweza ukawa umesoma ikabidi ujiajiri, la ajira na kuwa gumu sana, lakini ukapata kujiajiri itakuwa sawa, lakini ukisubiri ajira changamoto zinakuwa nyingi sana, kwa sababu inakuwa mtihani sana kwenye ajira. Pasina shaka wewe ni moja kwa moja umefanya mafunzo hayo. Umeiona vipi hali kwa wale tu ambao mko mnasoma nao mpaka sasa hivi mkahitimu? Je, ni kwa kiasi gani walipata ajira tofauti, ama aidha ya kuajiriwa na serikali ama taasisi rasmi ama binafsi ama kujiajiri wao wenyewe? Katika sisi naona tupo ambao tumeajiriwa na taasisi binafsi, wapo waliojiajiri wenyewe. Lakini katika sisi tuliokuwa kwenye ajira binafsi, yani kuna taasisi, lakini pia unajitengenezea mazingira ya ajira yako binafsi, yani kwenye taasisi upo, lakini unatengeneza na sehemu ambayo itakuwa inakufanyia vingine tofauti na huko ambao kuna ile hali tukimaliza tunawasiliana vipi, fulani yupo sehemu fulani. Unaamini bado kuna wengine mnawasiliana bado hawana ajira yoyote mpaka sasa hivi? Wapo. Sawa. Kwa kuzingatia takwimu za NBS zinaonyesha kwamba zaidi ya vijana takriban 80,000 800,000 huingia kwenye soko la ajira kila mwaka. Je, unadhani kuongeza VETA kwa wahitimu wa vyuo vikuu ni suluhisho la muda mfupi au la kudumu katika suala zima la ajira kwa vijana hapa nchini Tanzania? Kuingiza VETA watu wa chuo kikuu. Kwa kweli mtu akiwa kashasoma, kama alivyosema Bravo hapo, kusoma kwa muda mrefu unakuwa unategemea kitu. Kwa hiyo unaposoma alafu tena uingie tena sehemu nyingine inataka moyo sana, kwa sababu unakuwa ushasoma kuanzia mdogo mpaka umefikia chuo kikuu. Tena unatakiwa ukasome sehemu nyingine, inakuwa ngumu kwa kweli, kwa sababu inakuumiza, kwa sababu unajiona kama hicho ambacho umekifanya hakina maana, unatakiwa ukatengeneze cha kingine ambacho labda kitakuwa kina maana. Kwa hiyo tija ipo lakini inaumiza. Tija ipo lakini inaumiza. Kwa nini? Una maana gani? Yaani kuona ulichofanya tayari umeshafikia mwisho, hapa sasa natakiwa upate ajira, lakini kumbe kuna jambo jingine unatakiwa ulifanye tofauti na hili hapa. Kwa hiyo ukiwa umeelewa vizuri itakuwa kidogo nafuu, lakini ikiwa umeshasoma umeshatumia muda mwingi, hapo utajiona hichi nilichokifanya kitakuwa hakina maana tena. Kwa hapo akili inakuja na zingine. Na asante sana. Nini kwa wanafunzi, nirudi kwa wanafunzi wa vyuo vikuu pamoja na vya kati pasina shaka. Je, mngependa kujifunza kozi za ufundi VETA baada ya kuhitimu? Nianze kwako Bravios Joas. Ningependa moja kwa moja, kwa sababu kulingana na matarajio nilionayo nafikiri ni nzuri sana na inaweza ikanifungulia fursa nyingine mpya ambayo naweza nikaongezea na hii ambayo nitaipata kutoka kwenye elimu ya kawaida. Mariam Faki? Kwa namna fulani napenda, lakini ukiangalia muda muda unazidi kutuacha mkono. Mtu tashajipangia akimaliza na anaenda kwenye shughuli nyingine. Upenda tunapenda, hali inaruhusu. Na ikitokea umehitimu pasina shaka bado hujapata ajira ndani ya miaka 2, utafanya nini?
Wakati nasoma tayari nishajipangia kwamba nikimaliza nimepata ajira nitafanya hivi, ila nisipopata, yani ikiwa muda wa kupata ajira bado, nishajipangia kwamba nitafanya kitu fulani. Sasa kuniambia tena nirudi kwenda kusoma, changamoto, labda nipewe scholarship. Na Joseph Gervas, kwa upande wako utakuwa tayari? Jerome Robert, moja kwa moja pasi na kupepesa macho, binafsi sipo tayari kwa sababu nakumbuka wakati nimemaliza kidato cha 4 nilienda mafunzo ya VETA udereva, na moja kwa moja yale mafunzo yameniachia ujuzi hadi hii leo. Kwa ikitokea nafasi ya ajira naweza nikaingia, lakini nilichokuwa nakiona ni labda serikali ingeweka mfumo ambao utasaidia wanafunzi wakiwa katika safari ya masomo yao kabla ya kufika elimu ya juu. Basi hii VETA iwekwe katikati hapo, ili wote ambao watakuwa wanaweza wakapata mafunzo hayo ya VETA na wakabaki na ujuzi ambao utawasaidia, ila sio wamalize chuo afu mwisho wa siku warudi tena kwenye VETA. Inakuwa ni kitu ambacho sio rahisi. Mwanamitandao mmoja alitoa mawazo yake baada ya taarifa hii kuchapishwa kwenye chombo cha taifa cha habari hapa nchini Tanzania. Yeye akasema, mimi ninaona ni vyema kama hii VETA ingewekwa pale mwanafunzi anapomaliza kidato cha 6, pasi kwenda jeshini, basi aende VETA wakati anasubiri matokeo ya kwenda chuo kikuu ama la. Tunaungana na hili. Kwako nianze na mzee Hamis. Kwa kweli mtihani kidogo ngumu kidogo. Kwa nini? Mazingira yanakuwa magumu sana. Sio tunachotuumiza zaidi ni familia. Pengine unasoma kwa muda mwingi, pesa nyingi zinatakiwa kwenye kusoma, hata huku na huku inakuwa, yani familia mara inashindwa kukufikisha sehemu moja wakati wewe una sehemu mbili zote zinatakiwa kufika. Watakuja kushindwa, bora ya kuanza moja, ya kufanya moja ukaweza, alafu Mwenyezi Mungu akijalia kufanya vitu vingine. Lakini kama utaweza, kama hautoweza, kimoja kinatosha. Mariam Fakii, kwa upande wako unapokea vipi ujumbe huu uliotolewa? Ujumbe ni mzuri kwamba kwa sababu kama mtu ana uwezo wa kumaliza kidato cha 6 akaenda jeshi kwenye mafunzo ya jeshi akiwa anasubiria matokeo, basi ni bora tuweke kwamba mtu aende VETA akiwa anasubiria matokeo. Lakini kama ambavyo mzee hapo amezungumza, si kila mtu ana uwezo wa kumudu hilo, kwa sababu unakuta mzazi anajipanga, anafikiria matokeo, anaanza kujipanga kama kuuza ng'ombe, kufanyaje ili aje kusomeshwe. Kufululiza akili ya mwanafunzi sasa kuhimili, uchumi wa mzazi utaweza kuhimili. So kila kitu kina faida na hasara. Lazima tuangalie, labda weke kama ni optional, anayetaka aende, ambaye hataki asubirie tu matokeo. Ila ni ngumu. Brafius Joas, kwa upande wako unasemaje? Kwa upande wangu nafikiri ni jambo zuri, lakini kinachowatatiza wengi ni kwamba kuna swala la muda, kwamba mtu anakuwa amejiwekea malengo. Nikishamaliza labda level fulani, chuo kikuu nimehitimu, labda malengo yake yameishia hapo katika swala la elimu la kusoma. Kwa hiyo linapokuja swala la kuongezea tena, hapo ukiachana sasa na ile kwamba labda hela kwa ajili ya malipo ya ada, ukiachana na hilo tayari umeshaingia kwenye malengo mengine, na kubidi ukae tena ufikirie uweze malengo mengine. Lakini kama hilo swala lingekuwa linafanyika hapo katikati, na penyewe pia linaweza likaharibu utaratibu, kwa sababu ukishaweka kwamba nimeanza form 5, form 6 naingia chuo kikuu mpaka namaliza, halafu hapo katikati walete tena kwamba kila mtu anatakiwa aende VETA, nafikiri unaweza ukawa unapenda, lakini kulingana na kile ulichojiwekea ikawa ni ngumu kwako, kwa sababu kila kitu kinachofanyika unakifanya kwa malengo na kwa nia. Kumbuka, usipoweka nia au usipokuwa na lengo huwezi ukafanya kitu. Na asante sana. Joseph Gervas, unapokea hili? Moja kwa moja hilo nalipokea, lakini kama nilivyokwisha sema, kwa sababu utaratibu wa VETA na utaratibu wa kusoma moja kwa moja ni vitu ambavyo vinafikana vimetengana. VETA iko peke yake, lakini mfumo wa kawaida uko peke yake. Kwa hiyo mimi nabaki kusema kwamba VETA inakuwa inaonekana kuendelea kuwa na thamani. Basi kama kuna umuhimu huo,
iangaliwe namna ingizwe kwenye mfumo wa elimu ya kawaida, ili watu watakapokuwa wanasoma basi waipate kama elimu ya lazima. Asante sana. Pasina shaka nianze kwako tu. Tumejadili kwa mapana zaidi kuhusiana na mtazamo ama mitazamo yetu juu ya hiki ambacho kimezungumzwa, lakini yote haya yametolewa tukiwa tunaangazia tatizo la ajira hapa nchini Tanzania. Ishu kubwa ni kwamba kutatua suala la ajira hapa nchini Tanzania, hasa kwa vijana wanaohitimu vyuo mbalimbali, ikiwemo hivyo vya VETA, ikiwemo vyuo vya kati, ikiwemo vyuo vikuu, hata wanaohitimu huko shule pasina shaka labda kidato cha 6 cha 4. Sasa tunadhani nini kifanyike hasa katika kuimarisha elimu zetu katika ngazi mbalimbali, ili kuhakikisha huyu kijana anayemaliza basi anakuwa na ajira ama anaweza kujiajiri na pasipo na lawama yoyote? Moja kwa moja ni yangu nachodhani kifanyike ni kila upande upewe thamani yake, kwamba VETA kama ilivyokuwa awali ibaki na thamani yake, kwamba mtu akiamua kwenda mafunzo ya VETA aende na akapate nafasi huko, na mtu ambaye anaendelea kupata elimu ya juu, kwa maana kwamba vyuo vikuu huku na vyuo vya kati, basi akija huku nako kuwekwe mazingira ya kwamba akimaliza basi anaweza kapata nafasi ya kufanya kazi sehemu yoyote. Isiwekwe namna ama kusiwepo namna ambayo inaonyesha hii elimu ya upande huu inaonekana sasa haina thamani. Hiyo itakuwa ni mbaya sana. Hiyo taifa letu tunataka kwenda mbele, ni lazima kila upande unatija kwa taifa letu, hasa kwa kutatua changamoto hii ya ajira. Kila jambo ambalo ni la thamani lipewe uzito kulingana na thamani yake na uhitaji wa taifa letu la Tanzania. Tatizo liko wapi? Vijana wanahitimu wengi kila mwaka pasina shaka, lakini bado hawaajiriki ama hawaajiriwi ama hawawezi kujiajiri baadhi yao. Na moja kwa moja ni hapo naweza nikasema ni mfumo wa elimu wenyewe, kwa sababu hata ukiangalia VETA, tunapozungumzia VETA sehemu nyingi leo ni mafunzo ya vitendo, tofauti na huku kwenye mfumo wa kawaida. Ukija vyuo wengi sana wanajifunza nadharia, japokuwa mfumo wa saizi ndo kidogo umeanza kubadilika ili kupata watu ambao wanakuwa wanaweza wakafanya. Kwa hiyo tatizo liko hapo kwenye mfumo wenyewe wa elimu. Wengi wanafundishwa nadharia na si vitendo. Mtu ukimfundisha nadharia sana inakuwa ngumu sana kwenda kufanya kazi. Mariam Fakih, nini unaona tatizo liko wapi na nini kifanyike ili kurahisisha upatikanaji wa ajira hapa nchini Tanzania kwa vijana? Kwa upande wangu mimi naona shida ipo pale kwenye sera ya elimu, sera na sheria zinazosimamia elimu, kwa sababu ukiangalia mwanzoni sisi wakati tunasoma unafundisha labda historia ya Europe huko wapi. Sasa wajiuliza nikimaliza hii historia ya Europe inaenda kunisaidia nini? Ndio maana unakuta mtu anamaliza hadi kidato cha 6 hajui anafika mtaani anafanya nini. Ni kwa sababu msingi wa elimu aliotoka nao. Lakini ukiwa tu kidato cha 4 unaanza kufundishwa vitu kwa vitendo. Haya, wewe labda unataka uwe seremala, utafundishwa kwa hivi. Unakuta tukimaliza kila mtu anajua anajishika wapi, lakini unakuja unawalaumu vijana hakuna kazi. Shida nini? Ni shida imeanzia kwenye sera zinazosimamia elimu, sera na mitaala ya elimu. Kwa ipo haja serikali pia waangalie kwamba chanzo cha tatizo ni nini. Kwa hiyo pasina shaka unaungana kwamba walau mafunzo ambayo yanatolewa kwa kule kwenye ngazi ya VETA pasina shaka hata vioni mngekuwa mnapata kwa vitendo. Kama wewe labda unasoma mawasiliano ya umma, basi usome kwa vitendo pia. Kama unasoma ualimu usome kwa vitendo. Yaani unakuta mtu unasomea masomo ya science, lakini labda shule nzima kuna labda kifaa kimoja, yani wanafunzi wote mnategemea kifaa kimoja. Kwa ni ngumu, yani watu wanaishia kusoma nadharia badala ya vitendo. Na hapo huwezi kumlaumu mwanafunzi kwa sababu ya mitaala na sera za elimu zinapoenda hazimjengi mtu kuja kujiajiri. Mzee Hamis, kwako unasemaje juu ya hili? Mimi naungana sana hapo. Serikali lazima ibadilishe mtazamo katika hii nadharia. Yaani ilikuwa inatakiwa nadharia isomwe sana, lakini iwe karibu asilimia kwa nusu katika nadharia na vitendo katika ile kusoma, kwa sababu kile unachokisomea unajua kiko vipi na unafanya vipi, nini unatakiwa ufanye. Serikali sasa inatakiwa itizame mtazamo mwingine katika hili ambalo wamelisema. Kama ni kusomea hilo, watu wasome nadharia, wasome na vitendo, kwa sababu unaposoma nadharia tupo
kwa maana yani moja kwa moja itakuwa wewe kwenye makaratasi ndio unakuwa uko vizuri, lakini kile ulichokisomea ukijui vizuri kwa macho, kwa kutizama vipi kinatakiwa kufanyiwa, vipi kinatakiwa kuendelezwa. Kwa hiyo inabidi hapo inakuwa kwako ngumu. Ukimaliza labda itokezea ajira bahati mbaya, ile ulichokisoma ndo unacho kwenye makaratasi, lakini ajira inakwambia unatakiwa uwe mzoefu katika hilo ulilolisomea. Sasa uzoefu utaupata wapi wakati wewe umekisoma tu kwenye makaratasi, ukijui nini kinafanya, wapi kinakuwa, vipi kinakuwa. Lakini watu watakiwa practical, tengeneze mazingira ya practical kwa ukaribu kama ilivyokuwa inafanyika katika makaratasi. Na shukrani. Naomba ni mnukuu Dr. mmoja hapa nchini Tanzania, pasina shaka ni mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Sauti, pasina shaka anaitwa Dr. Doto Emmanuel Bulendu. Aliandika katika mtandao wake kwamba kwa mtazamo wake tatizo la ajira halitokani na changamoto za ubora wa elimu hapa nchini Tanzania. Tatizo ni ukuaji wa uchumi ambao hauakisi kasi ya ongezeko la idadi ya watu, hususan wenye sifa za kuajiriwa, na kashauri namna pekee ya kulikabili tatizo hili la ajira kiuchumi. Kwanza kabisa, kwa mtazamo wake huu, ninyi mnaungana naye? Tuanze na Pravius. Naungana naye kwa sababu ukija kuangalia uhalisia ni kwamba kile ambacho unakisoma kwanza ni kama mwongozo ambao unakuongoza wewe kufanya. Kwa hiyo ukiishia kusoma tu na ukaishia kukijua kitu kichwani pasina kukitoa, ukaona kwamba ni wapi umesikia au ni kitu gani ambacho unaenda kufanya, kwa sababu wote ambao wanasoma vyuo vikuu wanatarajia mwisho wa siku wahitimu waende kwenye ajira, na ukitazama kwenye ajira hizo wanazokwenda wanaenda kufanya, sio kwamba watakuja tena kutumia hayo maandishi au makaratasi. Kwa hiyo inahitajika mfumo na utaratibu pia kwa serikali uwepo, kwamba inapokuja kwenye swala la elimu ya juu basi ipewe thamani yake na ipewe utaratibu maalum kwamba hii ina thamani hii, lakini pia tusilinganishe na elimu nyingine, sababu kila mtu kuna namna ambavyo yeye anatendi. Kwa mfano, baada ya hii kauli kutolewa, kuna walioichukulia walioipokea kwenye mtazamo wa haki, lakini pia kuna wale ambao wameipokea kwenye mtazamo chanya kulingana na namna ambavyo wao wanaamini. Kwa hiyo nafikiri utaratibu pia unatakiwa uwe. Wewe unaungana na wazo hili la Dr. Doto Emmanuel Bulendu? Kwa namna fulani naweza kuungana naye, lakini hata kama tuseme kwamba uchumi unapokuwa ni tofauti na ongezeko la watu, serikali pia wana jukumu la kukabiliana na hiyo, kwa sababu wasiwaandaa watu vizuri kujitegemea. Hata kama uchumi unapokuwa ni tofauti na ongezeko la watu wataweza kujitegemea. Kwa tuende mbele turudi nyuma, changamoto itabaki ni kwenye sera na mitaala ya elimu. Kwa sababu hata kama ongezeko la watu ni kubwa, ukianza kuwajengea watu msingi wa kuanza kujitegemea, hata mtu unasoma unajua ukimaliza unashika wapi, haitoleta changamoto katika uchumi na ongezeko la watu. Lakini je, watu wanaongezeka, serikali wamejiandaa vipi kukabiliana na hilo? Je, elimu inayotolewa inawaandaa watu kukabiliana na hilo? Jibu ni bado, yani hata kama wamejiandaa ni kwa uchache. Ndio hivyo. Asante sana. Dr. Emmanuel Doto Bulendu anaendelea kushauri. Yeye ametoa mapendekezo yake ya namna ya kulitatua tatizo hili la ajira kwa vijana hapa nchini Tanzania, hasa wanaohitimu. Yeye anaamini kwamba wengi wanahitimu wakiwa na ubora wa kuweza kufanya kazi mbalimbali. Mmoja anasema kwamba inabidi kuwepo na kudhibiti uchumi wa kiuchuuzi unaojisimika nchini kwa kasi kubwa. Lakini pia mbili, anasema kuboresha mpango wa maendeleo wa serikali ya awamu ya kwanza, yani uchumi chochezi, ili sekta zote zikue, hususan sekta za uzalishaji. Lakini namba tatu, anasema kwamba kujenga sekta binafsi yenye nguvu ili isaidie serikali kukabili makali ya tatizo la uhaba wa nafasi za ajira hapa nchini Tanzania. Nije kwako Mzee Hamisi, una mapendekezo haya unayaonaje kwa upande wako yaliyotolewa na Dr. Doto Emmanuel Bulendu? Mapendekezo mazuri sana. Mazuri sana, kwa sababu kama yeye atakuwa yupo
yupo tayari kusaidia vijana, itakuwa vizuri zaidi, kwa sababu na yeye ndo atatusaidia sisi kwa watu. Okay, asante sana. Bravius Joas, mapendekezo ya Dr. Doto Emmanuel Bulendu. Nafikiri ni jambo zuri kwa vijana, hata wao wakifikia hapa wanaweza kujua kwamba na wao wanasema, kwa sababu mara nyingi kwa ajira linazungumziwa limegeuka sana kwa vijana nguvu kazi ya taifa. Nafikiri ni jambo ambalo linaweza kuwatia moyo kwamba hata kama anaendelea kusoma haya hapa na pale, changamoto zinazotokea, akifikia hivyo pengine anaweza akarudisha moyo akaendelea kupambana. Lakini pengine nafikiri kwamba vijana wamekuwa wakizungumziwa kimitazamo tofauti kwamba wao ndio wategemeza ama wahusike katika haya masuala ya kiajiri. Sasa wale ni kwamba utaratibu ambao uko kwenye mfumo wa elimu, vijana wa ya kutwa nafikiri inapelekea kuzungumziwa zaidi kuliko watu wengine. Joseph Gervas, karibu. Pasina shaka unaungana na mawazo ya Dr. Bulendu? Jerome Robert, kwa sababu ni mawazo yake moja kwa moja naungana nayo, na hasa katika wazo la kwamba kuziwezesha sisi binafsi ambazo itakuwa na nguvu kubwa kwenye kuhakikisha kutoa ajira, kwa sababu hadi sasa na siku wakati waziri mkuu alikuwa akizungumza alitoa takwimu zinazoonyesha kwamba sekta hizo zinazunguka kwa hiyo hata kwa kutoa mafunzo zaidi sekta binafsi kwa nafasi ya kutoa mafunzo, nadhani tatizo hili la ajira litapungua sana hapa nchini. Lakini pia kwa hii elimu ya juu bado ukiwekwa mfumo ambao utakuwa unawasaidia vijana ama wanafunzi wenyewe ambao wanaipata hiyo elimu kufahamu tunataka kufanya moja kwa moja wakimaliza masomo yao, nadhani na nafikiri itakuwa ni nzuri sana kuhakikisha tatizo la ajira linaondokana na vijana. Na shukrani sana. Pasina shaka tumefikia mwisho wa mjadala wetu wa leo kuhusu nafasi ya VETA na elimu ya ufundi nchini Tanzania, mjadala ambao umechochewa na tamko la waziri mkuu pamoja na maadhimisho ya miaka 30 ya VETA. Tumeshuhudia mitazamo tofauti, uzoefu wa moja kwa moja kutoka kwa wanafunzi, wahitimu pia. Kitu kimoja ambacho kiko wazi pasina shaka kwa sasa hivi ni swala la ajira kwa vijana, ndilo ambalo linapigiwa chapuo sana hapa nchini Tanzania. Kwanza ni washukuru kwa nafasi yenu kujumuika nami kwa siku hii leo. Asanteni sana. Shukrani sana. Okay,